tuingie tena katika neno la Bwana. Tusome kitabu ya Romans, kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi Romans 5 verse 80. Romans 5 verse 80. Maandiko inasema hivi: mbali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Yesu hakukufa kwa ajili yetu kwa sababu tulikuwa watu wazuri. Yesu hakukufa kwa ajili yetu kwa sababu tulikuwa wazuri. Tusome hilo andiko tena. Verse 8 inasema, mbali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu. Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hatukuokolewa kwa sababu tulikuwa watu wazuri. Yesu akufa kwa ajili yetu kwa sababu tulikuwa watu wa maana. Yesu hakufa kwa ajili yetu kwa sababu tulikuwa wazuri, mbali tulikuwa watenda dhambi. Bado tulikuwa na dhambi. Hata kama alikufa kwa ajili yetu, tulikuwa watenda dhambi. Hata kama Yesu aliteswa kwa ajili yetu, tulikuwa wenye dhambi. Hata kama alisulubishwa kwa ajili yetu, bado tulikuwa wenye dhambi. Lakini pendo la Mungu ndio lilifanya kwamba tuokolewe, ndio lilifanya kwamba Yesu akufe msalabani kwa ajili yetu, Yesu afufuke kwa ajili yetu, Yesu atume Roho, atuachie Roho kwa ajili ya Mungu. Si kwa sababu tulikuwa watu wazuri, si kwa sababu tulikuwa watenda mema. No, maandiko inasema ya kwamba hata kama Yesu alikufa, akateswa, akasulubishwa, akakufa kwa ajili yetu, hatukuwa watenda mazuri, tulikuwa watenda dhambi. Tulikuwa watenda dhambi. Ni kwa neema ya Mungu, kwa upendo wa Mungu. Upendo hauchagui, upendo haubagui, upendo hauangalii. Upendo ni upendo. Lakini sisi tunapenda tukiangalia wale tunapenda, lakini Mungu haangalii huyu ni mtu wa aina gani, huyu ni mtu wa kabila gani, huyu ni mtu wa pande gani, huyu ni mtu wa matendo gani. Mungu anakupenda vile ulivyo. Mungu anakupenda vile ulivyo. Mungu anakusamehe vile ulivyo. Mungu anakuokoa vile ulivyo. Mungu haangalii. Na ndio maana akaandika akasema kwamba upendo wa kweli haichukiani, upendo wa kweli haiangalii matendo, upendo wa kweli haiangalii kabila, upendo wa kweli haiangalii mtu ni mtu wa aina gani. Upendo wa kweli unapenda ukiwa vile ulivyo. Kwa hivyo sisi tulikuwa watu wazuri, bado tulikuwa wenye dhambi. Mungu alitupenda tukiwa wenye dhambi, watenda mabaya, watu wabaya, watu wa dunia, watu wa wivu, watu wa chuki, watu wa vita, watu wa matusi. Mungu akatupenda tukiwa hivyo, kwa maana pendo lake ni pendo la ajabu. Pendo lake ni pendo ambalo hakuna mwingine aliye na pendo kama hilo. Pendo lake hakuna mwingine ana
pendo kama hilo, na hakuna mwingine hatapatikana na upendo kama hiyo, kwa maana pendo lake ni pendo la ajabu. Pendo lake ni pendo la ajabu. Tuendelee na neno la Bwana. Tuendelee na neno la Bwana. Kitabu cha Romans, kitabu cha Romans 8 verse 32. Warumi 8 mstari wa 32. Warumi 8 mstari wa 32. 8 verse 32. 8 verse 32 nasema hivi: yeye aliyemwachilia mwana wake mwenyewe, mbali alimutoa kwa ajili yetu sisi zote. Sikiza vizuri. Alitoa mwanawe kwa ajili yetu sisi zote, si mmoja, si wawili, no, kwa ajili yetu sisi zote. Na ndio maana akasema kwamba nimetuma mwana wangu ulimwenguni ili kuokoa ulimwengu. Mungu hakutumana kwa mtu mmoja. Mungu alitumana kwa watu wote wa ulimwengu waokolewe. Mungu hakutumana kwa mtu mzuri. Mungu hakutumana kwa mtu mzuri, kwa maana maandiko yanasema ya kwamba hata kama Mungu alitumana kwetu, hatukuwa watu wazuri, tulikuwa wenye dhambi wote. Kwa hivyo Mungu hakutumana kwa mtu mmoja. Mungu hakutumana kwa wachungaji. Mungu hakutumana kwa manabii. Mungu hakutumana kwa waombaji. Mungu alitumana kwa watu wote waokolewe. Na Yesu akakuja wakaokolewa. Yesu akakuja akateswa, akasulubishwa, akakufa kwa ajili yao, akazikwa kwa ajili yao, akafufuka kwa ajili yetu wote. Sio kwa ajili ya mtu mmoja, sio kwa ajili ya watu wawili, sio kwa ajili ya watu watatu, sio kwa ajili ya watu wazuri, sio kwa ajili ya watu wazuri, sio kwa ajili ya watenda mazuri, sio kwa ajili ya manabii, sio kwa ajili ya wachungaji, sio kwa ajili ya watu wote, ni kwa ajili ya watu wote. Yesu alikuja kwa ajili ya watu wote, si kwa ajili ya mtu mmoja, sio kwa ajili ya mtu mmoja. Turudie kitabu cha Warumi 8 verse 32. Maandiko yanasema hivi: yeye aliyemwachilia mwana wake mwenyewe. Yeye alimwachilia mwana wake mwenyewe. Yeye alimwachilia mwana wake mwenyewe. Yeye alimwachilia mwana wake mwenyewe. Anasema hivi: mbali alimutoa kwa ajili yetu sisi zote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hivi: kama alitupenda na akatuma mwana wake wa pekee hata akakufa kwa ajili yetu, atakosaje kututimizia hata na mahitaji yetu? Atakosaje kututimizia hata na tamaa za mioyo yetu? Kama atatumana tuokolewe, kama atatumana tuokolewe, kama atatoa mwana wake akufe kwa ajili yetu, ni nini kingine hawezi kutupea? Ni nini kingine hatuwezi pata?
Ni nini kingine Mungu hawezi akatupea? Hakuna. Mungu anaweza akatupea kila kitu. Kama atatoa mwana wake akufe kwa ajili yetu, ateswe kwa ajili yetu, ni nini kingine hatuwezi pata kwa Mungu? Tunaweza tukapata vitu vyote kwa Mungu. Tunaweza tukapata mambo yote kwa Mungu. Tunaweza tukapokea kwa Mungu. Kama Mungu anatuma mwana wake akufe kwa ajili yetu, ni nini kingine hatuwezi pata kwake? Hivyo ndivyo maandiko inauliza. Hivyo ndivyo maandiko inauliza. Tumalize hiyo 32 usikie vizuri. Nataka kila mtu aelewe vizuri. Inasema hivi, yeye aliyemwachilia mwana wake mwenyewe, mbali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote. Anauliza hivi, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja na yeye? Atakosaje kututendea mambo mengine mazuri? Kama tulipokea uzima, kama alimtuma mwana wake atuokoe ili tupokee uzima wa milele, anakosaje kututendea mengine mazuri zaidi ya hayo? Tuendelee. Verse 33. Verse 33 nasema hivi, ni nani atakaye wasitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Nani anaweza akawasitaki wateule wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani anaweza kuwastaki wateule wa Mungu? Maandiko inasema ya kwamba wote, watu wote wenye kustaki, wenye kustakiwa, wenye mabaya, wenye mazuri, Mungu ndiye atatuhesabia haki zetu sisi wote. Hakuna awezaye kukuhukumu. Hakuna awezaye kukuhukumu ukiwa ndani ya Mungu. Hakuna awezaye kukushinda ukiwa ndani ya Mungu. Hakuna awezaye kukushinda ukiwa ndani ya Mungu, kwa maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu ndiye anawahesabia watu wake wote haki. Mungu ndiye anawahesabia watu wake wote haki. Verse 34. Verse 34 inasema, ni nani atakaye wahukumia adhabu? Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Maandiko inasema hivi, Yesu Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkononi wa kiume wa Mungu. Naye yuko mkononi wa kiume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Nani anayetuombea? Yesu anayetuombea. Kwa nani? Kwa Mungu. Na ndio maana Yesu akasema ya kwamba omba utakalo kwa jina langu, nitaambia Baba akupatie, nitaambia Baba awape. Kwa maana maandiko yanasema kwamba yeye ndiye anatuombea kwa Baba. Chochote tunachohitaji tukiomba kwa jina la Yesu, Yesu anatuombea na yeye kwa Baba. Anaambia Baba, pea huyu kile anakuomba, na Baba na yeye anakupea. Kwa hivyo Yesu yuko pale na Baba, Yesu anatembea na Baba, Yesu anakula na Baba, Yesu anakaa na Baba, akisikiza sauti zetu, akisikiza ombi letu, na tunapoomba anaomba na yeye Baba atupe, anamwambia Baba atupe. Kwa maana gani? Kwa maana Yesu ndio kipatanisho chetu na Mungu. Yesu ndio kipatanisho chetu na Mungu. Yeye ndiye ametupatanisha na Mungu.
Verse 35 inasema hivi, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shinda au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Ni nini kitatutenganisha na upendo wa Mungu? Mungu alitupenda na upendo wa ajabu, upendo wa maana, akatoa mwana wake wa pekee. Ni nani anaweza kubali kutoa mwana wake akufe kwa ajili ya watu wote? Ni nani anaweza kubali kutoa mwana wake akufe kwa ajili ya watu wengine? Hakuna, ni Mungu peke yake, kwa maana Mungu ndiye alitupenda. Mungu ndiye alitupenda. Mungu ndiye alitupenda. Na hata kama alitupenda, hatukuwa watu wazuri, hatukuwa tumempenda. Ni upendo wake yeye mwenyewe, alitupenda yeye mwenyewe, akatupenda, akamtoa mwana wake wa pekee, akafa kwa ajili yetu ili tupokee uzima